Moja ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliyazungumza wakati wa kilele ilikuwa ni namna ya kuongeza ulipaji kodi wa hiari, na alizungumza mambo matatu ambayo yatawezesha ulipaji kodi wa hiari uendelee nchini. Moja, alizungumza lazima kodi isimamiwe na kukusanywa kwa haki. Nataka leo niwahakikishie walipa kodi wote nchini, tutaendelea kusimamia kodi kwa haki. Lakini la pili, alizungumza lazima kodi ikusanywe na isimamiwe kwa heshima. Kwetu sisi mlipa kodi yoyote tunamheshimu kama ambavyo wanatuheshimu, na katika mwaka huu tutaendelea kuwaheshimu. Anayekwepa kodi tutamheshimu na tutamrudisha kwenye mstari, anayelipa kodi tutaendelea kumheshimu. Lakini la tatu alizungumza ni kodi isimamiwe na ikusanywe kwa weledi. Kikao hiki cha kutathmini kinapanga namna gani professionalism ita prevail kwenye usimamizi wa kodi. Haya nataka niwahakikishie walipa kodi tutaendelea kuyasimamia. Lakini Mheshimiwa Rais alizungumza kuhusu kodi ya dhulma. Walipa kodi wasidhulumu nchi na TRA isidhulumu walipa kodi. Na ili tusiwadhulumu lazima tuwape wanachostahili, correct tax assessment. Lakini akasisitiza, ambayo nataka pia niarudie kidogo, alisisitiza matatu. Moja, ili haya yatokee lazima kuwe na imani ya walipa kodi kwa TRA. Huwezi kujenga trust kama mambo matatu pia hayapo. La kwanza ni usimamizi wa haki wa kodi, wa perceive kwamba tunawasimamia kwa haki, na hili tutaendelea kulifanya. Lakini la pili ambalo Mheshimiwa Rais alijicommit na sisi tuna haki ya kulizungumza na hata waliopita pale wameliona, ni matumizi sahihi ya kodi inayokusanywa. Accountability ya kodi. Kodi inaonekana kwenye huduma za jamii, kodi inaonekana kwenye miundombinu, kodi inaonekana kwenye law and order. Na kuweza kuwashirikisha members wetu ili waweze kufanya kile ambacho wanatakiwa, especially kwenye kulipa kodi. Imekuwa ni msaada mkubwa sana. Tunawasiliana nao mara kwa mara. Officers wanakuja ofisini, wanakutana na members, wanaonyesha kitu ambacho wanatakiwa kufanya. Kwanza kabisa tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kipekee kama wafanyabiashara wa Tanzania tunasema Daktari Samia Suluhu Hassan ni daktari wa kodi. Wakati anahutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, alitoa maelekezo machache tu. La kwanza alisema tukalipe kodi halali, lakini la pili alimwelekeza kamishna kwamba tukafanye mahusiano mazuri na wafanyabiashara. Lakini la tatu alisema mkaboreshe mifumo ya ulipaji wa kodi. Kwa watu ambao tulikuwa tuna elimu ndogo na Watanzania waliona kama ni miujiza. Lakini leo tunaangalia takwimu kwa miaka ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa madarakani, kwa 70% ni mafanikio makubwa sana.